Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Pastor Philippo Roendera Gregory, ni wa kanisa la GAC hapa Zoliwali kwa Angola. Tunasema kanisa la Mabati ya Msauzi. Popote mtu anapotokea akifika Chanika mwisho, kienda kituo kidogo cha polisi akaulizia kanisa la Mabati ya Msauzi kwa Pastor Philippo, basi ataweza kufikishwa mahali hapa. Mchungaji, hebu mpe mtazamaji historia yako ya huduma kwa ufupi ulipoanzia. Mimi huu ni mwaka wa 9 nikiwa ni mchungaji. Mwaka wa 9 nikiwa ni mchungaji, lakini hii ni miaka 15 sasa nikiwa nimeanza kuombea watu na kufungua watu. Mimi huduma yangu imeanza toka mwaka 2016 nikiwa Mabibo, sehemu moja inaitwa Loyola pale msikitini. Nimehudumu pale kwa miezi kama 8-9. Baadaye huduma kidogo ilikuwa ni ngumu kidogo, nikaamua nitoke mahali pale, nikawa nimerudi mkoani kwetu Kagera, ila wilaya jirani inaitwa Mleba. Mimi ni mzaliwa wa Bukoba, ila kuna wilaya jirani inaitwa Mleba. Kwa hiyo nikiwa pale Mleba niliendelea kumtumikia Mungu chini ya mtumishi mmoja. Baadaye nakumbuka nikapata kazi serikalini, kazi ya kusajili ilikuwa ni part time ya kusajili vitambulisho vya NIDA. Lakini nikiwa pale nilisikia sauti ya Mungu inaniambia wakati huu ni wakati wa kutumika. Na hiyo sauti ilikuwa nimeisikia mara nyingi, lakini nilikuwa ninaipuzia. Basi nikawa nimeondoka pale kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam nikapitia mateso makubwa sana, kwa sababu Mungu anapokuita na ukaukataa wito, hakuna mwanadamu anaweza kushindana na Mungu. Mungu akiamua mtumikie, Mungu akiamua ufanye kitu chochote, lazima ukifanye. Kwa hiyo baadaye nikawa nimerudi kule Mleba, nikaanza huduma yangu. Kumbuka Mleba kwa mara ya kwanza nilikuwa chini ya mtu, lakini nikaanza huduma sasa. Nimeanza huduma, nimetumika pale kama mwaka mmoja, nikaenda Shinyanga nikatumika na penyewe. Baadaye nikasikia sauti ya Mungu, nikarudi Dar es Salaam nikaanza huduma sehemu moja inaitwa kwa mkuu huduma ikafeli, nikaondoka, nikaanza huduma Gongo la Mboto, Ulongoni B kwa Bipupeteka, Ng'ombe Supu, huduma ikafeli, nikatoka nikaanza huduma Mbeya Uyole, huduma ikafeli, nikatoka nikaanza huduma tena Mbezi mwisho, panaitwa Msigani, na penyewe ikafeli. Kwa hiyo nikarudi nikatafakari nafanyaje. Lakini hapo kidogo nirudi nyuma kidogo, msikilizaji na mtangazaji. Mwaka 2018 nikiwa kijijini napitia mazingira magumu, kuna rafiki yangu alinitafuta. Yule rafiki yangu alikuwa ni mtu ambaye nimemfundisha huduma, yuko hapa Dar es Salaam na ni mtumishi mkubwa, ni nabii mkubwa sana ambaye kila mtu anamfahamu, lakini nitamhifadhi kidogo. Huyo nabii ilifika sehemu akawa ameniomba nije kanisani kwake huko Dar es Salaam. Nilikuja kanisani kwake Dar es Salaam, nikawa nimekuja kuhubiri.